Down syndrome ni hitilafu ya chromosome kuzidi hasa ya 21 ambayo baada ya kutoa kopi mbili kama zilivyo chromosome nyingine yenyewe hutoa kopi 3. Chromosome ni chembechembe zinazopatikana kwenye mwili wa binadamu ambapo kwa mwanamke zinapatikana chembechembe 23 na kwa mwanaume chembechembe 23. Ili apatikane mtoto mwenye Down syndrome, chromosome ya 21 yenyewe hutoa kopi 3 kusababisha kuwa na chembechembe 47. Ni kwa nini dunia inaadhimisha siku ya Down syndrome tarehe 21 mwezi wa 3? Ni kwa sababu chromosome iliyoathirika ni chromosome ya 21 na iliathirika kwa kutoa kopi 3 tofauti na chromosome nyingine zenyewe hutoa kopi 2. Hiyo ndio sababu kuu kwa nini tunaadhimisha Down syndrome tarehe 21 mwezi wa 3. Zifuatazo ni visababishi vya Down syndrome. Sababu ya kwanza ni sababu za kijenetikia. Sababu ya kijenetikia hii tunaweza kuielezea kama nilivyoelezea kwamba chromosome ya 21 yenyewe ilivyotoa kopi 3 baada ya kutoa kopi 2 kama zilivyo chromosome nyingine, hiyo inasababisha kupata mtoto mwenye changamoto yenye Down syndrome. Sababu ya pili ni umri wa mama kuzidi miaka 35. Tunaamini mayai ya mama akiwa bado ana miaka 20 mpaka 30 yanakuwa yana nguvu, cells zake zinakuwa bado zina nguvu, kwa anaweza akazaa mtoto mwenye afya bora kuliko mama ambaye anabeba mimba akiwa na miaka kuanzia 35 na kuendelea. Matumizi ya kemikali na sumu. Matumizi ya kemikali na sumu, mama mjamzito akitumia pombe akalewa atamlewesha pia mtoto kiumbe ambacho kiko tumboni kwake, hivyo kupelekea mtoto kupata shida. Sasa hii shida ya Down syndrome anaweza kupata shida nyingine, ila pia hii ni kisababishi pia. Hitilafu katika mfumo mbalimbali ya mwili wa binadamu kipindi cha ujauzito. Mama anaweza akapata shida wakati mimba inaweza katokea shida wakati mimba inatungwa. Mtoto mwenye Down syndrome huwa wana vichwa vidogo na shingo pana na shingo zao zinakuwa ni fupi. Vidole vyao vya mikono vinakuwa ni vifupi, hasa kidole gumba kinakuwa ni kifupi kuliko vidole vyote. Wanakuwa na maumbile makubwa yasiyoendana na maumbile yao ya kichwa. Kichwa kinakuwa ni kidogo ila mwili unakuwa ni mkubwa. Wanakuwa na ulimi mpana ambayo inawapelekea wanakuwa na shida katika kufumba mdomo. Dalili nyingine, hawa watoto kwenye viganja vyao vya mikono, watoto wa kawaida wanakuwa na mistari mitatu kama sisi wengine ambavyo tuna mistari mitatu, ila watoto wenye Down syndrome wanakuwa wana mstari mmoja mkubwa. Changamoto zinazoambatana na ugonjwa wa Down syndrome, hawa watoto huwa wanachelewa katika makuzi. Hatua zote za makuzi huwa zinachelewa, kuanzia kukaa, kusimama, kutembea, kutambaa kama watoto wengine. Pia hawa watoto wenye Down syndrome huwa wanakuwa na changamoto ya moyo. Japokuwa sio wote, ila wengi wao huwa wanapata shida ya moyo, wanakuwa wamezaliwa nayo. Watoto hawa pia huwa wanapata shida kwenye mfumo wao wa mmeng'enyaji wa chakula. Hivyo huwapelekea watoto kula sana bila kushiba. Watoto hawa kwa sababu huwa wanapata shida katika hatua zao za makuzi, matibabu yao ya kwanza huwa tunawafanyia tiba mazoezi. Wanafanywa mazoezi kwa ajili ya kuipa misuli yao ya miguu nguvu. Pia kitu kingine tunachokifanya, tunawapatia vifaa saidizi ili viweze kuwasaidia watoto katika kufanya mijongeo yao kufanya mijongeo. Kitu kingine tunachokifanya ni kama mtoto akigundulika ana changamoto ya moyo, huwa wanafanywa upasuaji. Wanapelekwa hospitali na kufanywa upasuaji. Changamoto nyingine ambayo watoto huwa wanaipata kwenye umeng'enyaji wa chakula, huwa tunawashauri wazazi wawape watoto chakula kuendana na kipimo wanachowapa watoto wengine wa kawaida, ili mfumo wao umeng'enyaji uzoee kula chakula sawa na watoto wengine, tofauti na kuwapa chakula kingi kwa kujua kwamba kwa sababu wenyewe ni walemavu wanawapa chakula kingi. Huduma nyingine hawa watoto kwa sababu wao wanapata changamoto katika kujifunza darasani kama watoto wengine, huwa tunashauri wazazi kuwafundisha stadi za maisha ili waweze kujimudu wenyewe kwenye shughuli zao za kila siku. Watoto wenye Down syndrome wanaweza kufanya
kama watoto wengine, kufanya kazi na vitu kama watoto wengine wanavyofanya. Tusiwatenge, tusiwafungie ndani, tuwape uhuru. Pia mtoto kuwa na changamoto si kwamba hawezi kuwa na kitu anachokipenda. Tuwasikilize watoto, tuwape fursa. Pia tunaiomba serikali iweze kuboresha mifumo ya kuwahudumia watoto wenye Down syndrome ili waweze kujitegemea katika shughuli zao za kila siku.